Hatuna ujanja wa kuikimbia dini ndani ya maisha yetu. Kisa anakitoa Imamu al-Ghazali kwamba kuna bwana mmoja alikuwa ni tajir, mfanyabiashara, lakini alikuwa anamjua Mungu, ana hofu na Mungu katika maisha yake, katika mambo yake. Akaandaa safina, jahazi kubwa, akatia ndani yake bidhaa mbalimbali, kisha akaituma jahazi ile kuelekea mji wa Basra. Yule mtu alomkabidhi nahodha wa jahazi ile, kabla ya kuondoka akampa wasia, akamwambia ukifika Basra, na alikuwa anajua kwamba Basra kulikuwa kuna majaa, janga la njaa, kumeingiwa njaa katika mji wa Basra. Anamwambia ukifika Basra, bi'ha, yani ziuze hizi bidhaa, bisi'ri yaumiha, kwa ile bei iliyopo sokoni, kwa bei ya siku hiyo utakapofika huko Basra. Tizama sheitani anaingia vipi kututoa tukatenga, tukajiweka mbali na dini, ili tu tuweze kufikia njia ya sheitani na matamanio. Bwana huyo alipofika Basra, nini alichokifanya? Akasahau ule wasia wa yule tajir ambaye ni bosi wake. Alipofika katika mji wa Basra, wafanya biashara wakamwendea. Si tayari bwana, bidhaa imekuja na ni bidhaa dimu, vyakula, hakuna vyakula katika mji, tabu, shida, dhiki. Wakamwambia, sikiliza, unatakiwa uwe mjanja, hapa ni mjini bwana. Si ndio maneno yetu hayo? Hapa ni mjini bwana, sikiliza bwana, hizo bidhaa zako sisi tuna mahazina mengi hapa, magodauni mengi, twende tukahifadhi hizo bidhaa. Hawa watu kila wakitaabika kutafuta hizi bidhaa zitazidi kupanda thamani. Hiyo katika sheria ya Kiislamu, katika fiqh ya Kiislamu inaitwa al-ihtikar, kukificha chakula, kukizuia kwa sababu na watu wanakihitaji wakati ambao kunahitajika hicho kitu kwa shida kubwa, wewe unakihifadhi, au bidhaa yoyote ile ambayo watu wanahitaji ile bidhaa, maisha yao hayendi isipokuwa kwa bidhaa ile, wewe umeificha ili izidi kupanda bei sokoni. Ikishafika maradufu, mara 10, mara 20, 30, ndio unaidhihirisha kwa watu ili upate faida nyingi. Ndicho alichokifanya huyu bwana. Baada ya muda mrefu akaitoa bidhaa ile, akapiga faida za kweli kweli, kisha akamwandikia risala yule tajir, bosi wake, akimweleza namna gani alivyofanya kazi mpaka akapata faida kubwa ya namna ile. Risala ile ilipomfikia yule tajir, tizama watu wenye hofu ya Mungu. Yule bwana alipoipata ile risala akaghadhibika kweli kweli, ghadhaban shadida. Kisha akamwandikia risala ya kumrudishia jawabu, akaandika, qad balaghani ani nabii sallallahu alayhi wasallam anna man ihtakara ta'ama almuslimin 40 yawman faqad bari Allahu minhu wa bari min Allah. Ndio ujumbe wa risala, kwamba bwana, imenifikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi kuwa yule yoyote atakayeficha chakula cha Waislamu na watu kwa muda wa siku 40, basi Mwenyezi Mungu huyo amemtenga, huyo amemghadhibikia huyo, na yeye hana rehma ya Mungu. Kama umeupata ujumbe wangu huu, basi hiyo arbah, mapato hayo yote uliyopata, faida yote uliyopata na mtaji wake, vyote vigawe kwa fuqara al-Basra, vigawe kwa fuqara al-Basra, masikini na mafukara na wenye kuhitaji huko Basra. Sina haja ya rasilimali hiyo wala faida hizo. Hofu ya Mungu imeingia hapa, kwa sababu dini haiko mbali na maisha ya watu. Ushetani mwingi unakuja kwa kutokuwa na hofu ya Mungu, na hofu ya Mungu ndiyo maelezo yake na dini yake na kanuni zake na sheria zake.